Wale mnaotufuatilia online na wakaribisha katika jina la Yesu Kristo, na wale tuko mahali hapa na wakaribisha asubuhi ya leo kwa ibada ya leo, kwa mafundisho ya leo. Wale mnaotufuatilia online, tufuatilieni mpaka mwisho katika jina la Yesu. Hata wale watasikiza baadaye, sikiza mpaka mwisho, tutabarikiwa. Tunajifundisha kitabu cha Warumi, na pia ibada ya pili tutakuwa tunaendelea kitabu cha Warumi. Kama uko online, tusikize saa hii, na pia ukipata nafasi kuanzia saa 6 tusikize, na kila Jumatano kuanzia saa 1 mpaka saa 2 tufuatilie na utabarikiwa. Tunajifundisha kitabu cha Warumi kinachozungumzia kuhusu neema ya Bwana katika jina la Yesu, na tutabarikiwa. Tutaingia moja kwa moja kwa neno la Bwana, kitabu cha Warumi 2 mstari wa 14, pale tulianzia siku ya Jumatano iliyopita, na nitasoma katika jina la Yesu. Kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya Torati, hao wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe. Hao waionyesha kazi ya Torati iliyoandikwa mioyoni mwao, dhamiri yao ikiwashuhudia, na mawazo yao yenyewe kwa yenyewe yakiwastaki au kuwatetea. Naendelea pale tuliachia siku ya Jumatano katika jina la Yesu. Tuliona ya kwamba Biblia inasema ya kwamba wale ambao wasio na sheria, wale ambao hawakupewa sheria ya Musa, haleluya, wale ambao hawakupewa sheria ya Musa na wale ambao hawana sheria ya Musa, Biblia inasema ya kwamba dhamiri zao zinawashuhudia kuhusiana mema na mazuri. Dhamiri ya mwanadamu, kila mwanadamu ana dhamiri ndani mwake kama vile ambavyo alivyoumbwa na Mungu. Na tunaona kwamba Biblia inasema, kwa hivyo wale ambao hawana sheria, wale ambao hawakusikia sheria, dhamiri zao ndani mwao zinawashuhudia kuhusiana na mema na mabaya. Biblia inasema ya kwamba kwa hivyo watendao mazuri sawasawa na dhamiri zao wametimiza nini? Sheria. Wametimiza nini? Sheria. Biblia inasema wanaoenda kinyume na dhamiri zao na wanatenda maovu wamevunja nini? Sheria. Wamevunja nini? Sheria. Biblia inasema hizo dhamiri zao na mawazo yao ambayo yanayowashuhudia ya kwamba maovu ni maovu, ya kwamba mabaya ni mabaya, haleluya, sitawahukumu mbele zake Bwana, ama sitawatetea mbele zake Bwana. Kwa hivyo mwanadamu ana sababu yeyote ya kutenda mabaya kwa kusema ya kwamba hajui, haleluya. Mwanadamu ana sababu kuria ya kutenda maovu kwa sababu ya kusema hajui, ama kwa sababu ya kusema aendi kanisani. Mtu awe anaenda kanisani ama aendi kanisani, mtu awe ni Mkristo ama si Mkristo, ana dhamiri sawasawa na Biblia inavyosema, inayomshuhudia ya kwamba haya ni mabaya. Hakuna mwanadamu awaye yeyote yule hata mwabudu shetani asiyejua mabaya ni mabaya. Hakuna mwanadamu hata mtumishi wa shetani asiyejua mabaya ni mabaya. Dhamiri yake na mawazo ya mwanadamu yanamshuhudia, yanamwambia haya ni mabaya. Kwa hivyo anayetenda mabaya anajua ametenda mabaya. Anatenda mabaya kwa sababu ameamua, ni uamuzi, ameamua kutenda mabaya kwa sababu ya sababu zake za kibinafsi alizonazo, haleluya. Kwa sababu zake za kibinafsi, labda tamaa ya mwili, tamaa ya ulimwengu, wivu, chuki, kuna mambo ambayo yamemjaa ya kibinafsi yake mwenyewe, haleluya. Kwa hivyo amefinyilia ile dhamiri, amefinyilia dhamiri ambayo inayomshuhudia, amenyamazisha,
hata wewe mahali hapa unapotenda maovu, si ati ya kwamba dhamiri haikushuhudii, si ati ya kwamba Roho Mtakatifu akushuhudii. Dhamiri inakushuhudia, Roho Mtakatifu anakushuhudia, anakuambia hili jambo ni mbaya. Dhamiri yako katika jina la Yesu inakushuhudia. Lakini wakati mwingi tunafinyilia hiyo dhamiri, tunapuuza hiyo sauti ya dhamiri, tunapuuza hiyo sauti ya Roho Mtakatifu kwa sababu za kibinafsi ambazo ziko ndani mwako. Haleluya. Biblia inasema kwa kuwa kazi ya sheria ambayo Mungu alipea mwanadamu. Tunazungumzia kuhusu sheria na neema, tutaelewa baadaye. Mstari wa 15 unasema kwa sababu kazi ya sheria. Kazi ya nini? Ya sheria. Kazi ya sheria ilikuwa ni nini? Kusaidia mwanadamu kuachana na maovu, kusaidia mwanadamu kuachana na ubaya. Tunasema hiyo kazi ya sheria imeandikwa ndani ya mioyo ya wanadamu kupitia, binasema kupitia dhamiri zao, haleluya, their conscience, na mawazo yao. Hiyo kazi Mungu aliandika ndani ya dhamiri za wanadamu, ndani ya roho za wanadamu. Kwa hivyo kusudi la sheria limo ndani ya maisha ya mwanadamu. Kila ni mwanadamu anayekataa, ni mwanadamu anayeamua kuwa muovu, ni mwanadamu anayeamua kuwa muovu, ni mwanadamu anayeamua kufuata maovu kwa sababu zake za kibinafsi, na kwa sababu ya kupenda dunia na kupenda nini? Ulimwengu. Kwa hivyo hakuna atendaye maovu, haleluya, anajua ni maovu. Mtu akiiba anajua kuiba ni kubaya. Mtu akiua anajua kuua ni kubaya. Mtu akidanganya anajua kudanganya ni kubaya. Hata sheria za nchi chenyewe kuna mambo ambayo sheria ya Mungu imekataa na sheria ya nchi pia imekataa. Kwa hivyo mwanadamu yeye ndiye ameamua kuwa muovu. Tunaendelea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo haleluya. Kwa hivyo mwanadamu ana dhamiri inayomshuhudia. Tukirudi nyuma pale katika shamba la Edeni, hata kabla sheria haijakuja katika shamba la Edeni, nisikieni, hapo ndipo ile dhamiri ilifanyika kuwa hai. Maana mwanadamu alipokula tunda, alipodanganywa na shetani, kile kilifanyika ni kwamba mwanadamu alijua mabaya na mazuri. Alijua mabaya na mazuri. Alijua mabaya na mazuri. Na kwa sababu kupitia ufahamu wa kujua mabaya na mazuri, kila mwanadamu anajua mabaya na mazuri. Hakuna mwanadamu awaye yeyote yule aitwaye mwanadamu asiyejua mabaya na mazuri. Kutenda mazuri ni uamuzi wa mwanadamu, kutenda mabaya ni uamuzi wa mwanadamu. Umesikia? Kwa sababu ya kujua mabaya na mazuri pale katika shamba la Edeni, nisikieni asubuhi ya leo, dhamiri ya mwanadamu ikawa hai. Dhamiri ya mwanadamu ikawa hai. Kila mwanadamu aliyezaliwa na Adamu anajua mabaya na mazuri. Dhamiri ya mwanadamu iko hai katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo dhamiri zinawahukumu, lakini wanafinyilia dhamiri. Na ndio nikawaambia Jumatano, kama kuna kitu ambacho shetani hufanya ni kuhakikisha dhamiri ya mwanadamu imekufa. Kitu ambacho shetani anafanya ni kuhakikisha dhamiri ya mwanadamu imekufa. Jambo la pili, kitu ambayo dhambi hufanya ni kuua dhamiri. Maana vile ambavyo unavyopuuza dhamiri yako, unanisikia? Nisikie mwana wa Mungu. Vile ambavyo unavyopuuza hiyo dhamiri inayokuambia achana na uovu, vile unavyoifinyilia, vile ambavyo unavyonyamazisha sauti ya Roho Mtakatifu inayokuambia acha uovu,
hivyo ndivyo hiyo dhamiri itakufa. Hivyo ndivyo hiyo sauti itanyamaza. Na utapata ya kwamba unatenda maovu pasipo kustuka, unatenda mabaya pasipo kustuka. Ukiona dhamiri yako imekufa, jua nafsi yako na roho yako zaelekea kufa. Narudia, ukiona unatenda maovu, ukiona unatenda dhambi na usikii kuhuzunika au usikii kuhukumika ndani ya moyo wako, na kuambia roho yako na nafsi yako zaelekea kufa, waelekea mautini, waelekea jehanamu katika jina la Yesu. Achana na dhambi, ambia Bwana akusaidie katika jina la Yesu. Dhamiri yako katika jina la Yesu isife. Kusudi la Bwana ni kwamba mwanadamu asijue mabaya na asijue mazuri. Hiyo ilikuwa kusudi la Bwana, aishi, haleluya, aishi akiwa mtakatifu. Lakini mwanadamu alipoanguka katika jina la Yesu, hivyo akajua mabaya na mazuri. Hiyo ufahamu ukafufua dhamiri ya mwanadamu. Lakini bahati mbaya ni kwamba tangia mwanadamu aanguke, umesikia, tangia mwanadamu aanguke, hata kama Biblia inasema anajua mabaya na mazuri na dhamiri inamhukumu, Biblia inasema tangia mwanadamu aanguke, mwanadamu akawa muovu. So a human being is always inclined to evil. Kusundio na mawazo ya mwanadamu na matamanio ya mwanadamu, awaye yoyote yule asiye na Yesu Kristo Bwana, kila mwanadamu asiye okoka, mimi nawaambia asubuhi ya leo, kila mwanadamu asiye okoka, kila mwanadamu asiye na hofu ya Mungu ndani mwake, asiye na Roho Mtakatifu ndani mwake, linasema is always inclined to evil. Kila wakati kusudi lake, mawazo yake ni maovu, ni kuelekea kwa uovu. Huyo atanyamazisha dhamiri, atanyamazisha dhamiri, atasikia dhamiri, kwa kuwa ako inclined to evil. Maana amehanguka, ako inclined to evil, atatenda maovu, isipokuwa haleluya apate neema, haokolewe kwa msaada wa Roho Mtakatifu na kwa neema yake Yesu mwana wa Mungu, ndio ambapo tunashinda nini? Maovu. Tunaendelea mstari wa 16 sema, kwa hivyo siku ya hukumu ya Mungu, siku ya hukumu ya Mungu, binasema Mungu atahukumu wote kabisa, watahukumiwa. Wale ambao hawakupewa sheria watahukumiwa, wale ambao walipewa sheria pia watahukumiwa. Kama walitenda maovu, walikataa Yesu Kristo Bwana, linasema watahukumiwa siku ya hukumu ya Bwana. Kwa hivyo hakuna mwanadamu atakuwa na sababu ya kuambia Bwana, sikusikia injili, sikusikia neno, mimi sikuenda kanisani. Hapana, watahukumiwa. Linasema watahukumiwa sawa sawa na injili, kwa maana dhamiri zao ziliwashuhudia mema, wala wakutenda mema, wakaamua nini? Uovu, katika jina la Yesu. Sura ya pili mstari wa 17 mpaka mstari wa 20, Biblia inazungumzia kuhusu wale ambao wanaojivunia sheria ya Mungu. Wale ambao wanaojivunia nini? Sheria ya Mungu, ambao kuna Judaism ambao ni Wayahudi, kuna SDA dhehebu la SDA na wengine wengi. Sisemi haya madhehebu watu hawaokoki, bado kuna wale wa muhumo na wameokoka, lakini kuna wale ambao wanaojivunia sheria ambazo zimetungwa na mwanadamu. Kwa hivyo 17 mpaka 22 inazungumzia wale ambao wanaojivunia sheria. Lakini Biblia kitabu cha Warumi inatuuliza, ni nani huyo anayejivunia sheria ila atendi kile ambacho sheria inasema? Na si sheria peke yake, kuna wale ambao pia wanajivunia madhehebu yao. Kuna wale ambao wanajivunia hata dini zao. Mtu anajivuna, anajiona ya kwamba ako bora kwa sababu ya sheria, kwa sababu ya dhehebu. Kuna madhehebu, mimi nawaambia, kuna madhehebu ambayo
watu unjisikia sana, watu wanajisikia sana kwa sababu wako katika madhehebu fulani. Watu wanajisikia sana kwa sababu wamo katika dini fulani. Wanaona ya kwamba wengine hawafai, wengine hawajaokoka, wengine si kitu. Wanaona wao ndio wanafaa, wanaona madhehebu yao ndio yanafaa. Lakini Biblia inasema hawa ambao wanaojivunia, tuseme madhehebu, wanajivunia dini, wanajivunia sheria, wanajiona wema, Biblia inasema je, wanatimiza sheria ya Bwana? Haleluya. Wanatenda dhambi, wanatenda wema. Je, wanatimiza kusudi la Bwana? Haleluya. Wanatimiza kusudi la sheria, wanatimiza kusudi la Bwana, wanatimiza kusudi la Mungu. Wewe uliye mahali hapa, katika jina la Yesu, sijui ni kitu gani ambacho unajivunia, sijui unajivunia nini, sijui dini, chochote kile. Je, unatimiza sheria? Haleluya. Bwana asifiwe. Nasema kama tujivune kwa kitu kimoja, ya kwamba tunaye Mungu. Umesikia? Jivunie unaye Mungu, umeokoka, si mambo mengine yote. Biblia inasema anayesema usiibe anaiba, anayesema usifanye usinzi anafanya usinzi. Haleluya. Biblia inasema tukijivunia madhehebu, tukijivunia sheria, chochote ambacho tutajivunia, lakini tuvunje sheria na kusudi la Bwana, basi atumheshimu. We dishonor God. Haleluya. Atumheshimu Mungu, atumpi Mungu heshima. Biblia inasema hivyo tunafanya Mungu, yes, God to be blasphemed. Haleluya. We make God to be blasphemed. Haleluya. Tuna kiburi nyingi, tunajivunia dini. Haleluya. Bwana asifiwe. Nisinukuliwe vibaya, nisinukuliwe. Kuna madhehebu ambayo yana mavazi fulani, pungieni mkono ili munielewe. Kuna madhehebu yana mavazi fulani. Haleluya. Mavazi fulani rasmi. Bwana asifiwe. Kuna wale wanaamini lazima wabae suti kama mimi. Wengine wana mama robes. Unajua robes? Kuna madhehebu wanabaa robes, sile za kwaya, sinaitwaje? Sisi sinaitwaje kwa Kiswahili robes? Unajua robes? Si unajua Simon robes? Mavazi fulani. Mavazi wanayo. Haleluya. Kuna wengine hata mavazi yana majina, wengine yamechorwa misalaba, wanayo mavazi. Lakini ukiwafuata, kuna mmoja alikuwa kwa social media na ana mavazi ya dhehebu lake, lakini akapatikana loji kakifanya usherati na uzinzi na ana mavazi. Na ni wengi pamoja na hayo mavazi, hizo robes wanabaa, hizo suti na tai. Haleluya. Wanatenda mahofu na wanajivunia sana hizo dhehebu zao, wanajivunia sana hizo dini zao, lakini wanatenda maovu, wanatenda mabaya. Hao ndio Biblia inasema wanafanya jina la Bwana to be blasphemed. Hallelujah. They dishonor God. They make the name of God to be blasphemed. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa hivyo hizi vitu zote asiwezi sikaleta wokovu. Hallelujah. Wacha tu nisingie hapo, maana tutaingia. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kwa hivyo 25 mpaka 30 sura ya pili inazungumzia Wayahudi. Wayahudi walikuwa wanajivuna kwa kuwa walipewa Torati, walipewa sheria. Nazungumzia kujivuna kwa sababu ya dhehebu ama hizi vitu zingine nje ya imani, nje ya wokovu. Haleluya. Kujivuna nje ya imani, nje ya wokovu, nje ya neema ya Bwana. Hizi vitu ambazo watu wanajivunia. Unasikia mtu anasema mimi Mkatoliki ndamu, mimi ni Sifa Community ndamu, mimi ni hii ndamu, hata nina mavazi. Je, una wokovu wewe? Una kazi za wokovu? Ndio Biblia inasema una kazi za wokovu. Una matunda ya toba katika jina la Yesu. Una matunda ya toba.
Una matunda yanayodhihirisha umeokoka, una Yesu maishani mwako. Haleluya, haleluya. Kwa hivyo Biblia inasema Wayahudi walijivunia kutahiriwa, Wayahudi walijivunia sheria, na wakaona ya kwamba wako juu ya mataifa mengine kwa sababu ya sheria, kwa sababu ya Torati. Bila watu wanaojivunia dini, wanaojivunia madhehebu, wanampaka mavazi. Bwana asifiwe. Lakini je, wana wokovu? Mavazi si mbaya. Mimi nawaambia kulia, kama Ukristo ungalikuwa Yesu amesema vaeni vazi fulani, mimi ningevaa, maana sionei Ukristo aibu. Narundia hivi, sina shinda na mavazi. Kama Ukristo kwa Biblia ungalikuwa unaambiwa kama wewe ni Mkristo vaa vazi fulani, mimi ningelivaa 24/7 pasipo kuona aibu katika jina la Yesu, maana najivunia wokovu. Kama wokovu ungalikuwa na vazi fulani la nje, mimi ningalivaa 24/7 pasipo hofu, pasipo uoga katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hivyo sina shinda na mavazi. Umesikia? Na Yesu anashinda na Yesu anashinda na. Haleluya. Binasema kile unafanya ufanye kwa sababu ya Bwana. Kwa hivyo kama ni vazi, vaa kwa ajili ya Bwana. Na Mungu anashinda na mavazi. Umesikia? Mungu anashinda na. Mungu anashinda na. Haleluya. Tasungumzia siku nyingine. Kwa hivyo Wayahudi walijivunia mavazi, walijivunia kutahiriwa, walijivunia sheria. Haleluya. Walijivunia kutahiriwa, wakajivunia sheria. Lakini Mungu anasema hii kutahiriwa ilikuwa ni sign ya agano ambalo Mungu alitenda nao. Kwa hivyo kutahiriwa, haleluya, haikuwa kitu cha kujivunia, ilikuwa ni ishara ya agano. Maana Mungu alimwambia Abrahamu atahiriwe kama ishara, kama sign ya agano lake na Mungu. It was a seal, it was a sign of. Kwa hivyo haikuwa kitu cha kujivunia. Kwa hivyo wao wakajivunia ishara, wakaachana na agano. Wakaachana nini? Na agano ambalo Mungu alikuwa ameweka na wao. Agano la nini? La kufuata Mungu, la kuwa Mungu wao. Hata wakatenda maovu, wakatenda mabaya, wakasahau na agano. Nisikieni. Haleluya. Agano likiondolewa, the seal, the sign becomes of no value. Umesikia? Agano, hata makubaliano, ufanye makubaliano kati ya watu wawili, between two parties, an agreement or a covenant between two parties. Hilo agano likiondoka, sahihi waliotia, siri iliyotia, it becomes of no importance. It becomes null and void. Hallelujah. Kwa hivyo Wayahudi na sisi tujue katika jina la Yesu, ishara za agano. Pasipo agano, it is null and void. Nepungieni mkono. Hata sisi tuna agano na Mungu. Nepungieni mkono. Tuna agano na Mungu, imani kwa Mungu na utiifu kwa Mungu. Wacheni waambie, ili agano likivunjika, nisikieni, uhusiano wako na Mungu ukiondoka, kile kimekuja kufuatia huo uhusiano. Ingawaje Mungu anasema karama zake, ajuti kwa karama zake, ajuti kwa vipawa vyake. Mungu hajuti kwa nini alikubariki. Hata ukirudi nyuma, Mungu hatajuta kwa nini alikubariki. Umesikia? Na usirudi nyuma. Maana nisikieni. Haleluya. Umesikia kulia? Mungu ajuti. Biblia inasema is calling and gift, asina majuto. Is calling and gift za Mungu azina majuto. Mungu hatajuta kwa nini alikuita. Mungu hatajuta kwa nini alikubariki. Mungu hatajuta kwa nini alikupatia karama. Anasema is calling, hallelujah, and gift. Bwana asifiwe.
hazina nini? Majuto. They are irrevocable. Mungu hawezi kukupokonya karama na kipawa aliyokupatia. Nisikieni. Bwana asifiwe. Lakini nisikieni, hata kama umebarikiwa, hata kama umeinuliwa, hata kama umefika wapi, ulivunje agano lako na Mungu, uachane na wokovu, mimi nakwambia hizo vitu hata kama zimo, they are null and void. Asiwezi zikakupeleka mahali popote. Mimi nakwambia kuna watu leo, haleluya, katika kanisa, katika ulimwengu huu, kile wako nacho ni matunda ya agano ambalo lilikuwemo. Nipungieni mkono. Ni matunda ya... Kuna watu leo, mimi nawaambia, kile walicho ni matunda ya agano. Na naposema agano, nisikieni asubuhi ya leo, hata kama sisungumzii mambo ya maagano, na Mungu akinipa nehema ama akitupa nehema, mimi sijui, tutakuja kusungumzia maagano siku nyingine. Kuna watu ambao kile walicho nacho ni matunda ya agano. Kutairiwa kwa Wayahudi ilikuwa ni sign of the covenant, lakini wakainiwa kutairiwa sana, wakasahau agano, wakajivuna. Haleluya, walijivuna sana Wayahudi. Kumbuka hata Daudi alipokuwa anakimbizana na Goliathi, alisema Mfilisti asiyetairiwa, Mfilisti asiyetairiwa. Kwa hivyo wao waliinua kutairiwa sana, walidharau wale wasio tairiwa, waliwaona hawafai. Kwa hivyo Wayahudi waliinua kutairiwa sana, wakasahau agano la Mungu, wakasahau agano la Bwana. Nisikie, kuna watu ambao kile walicho ni matunda ya agano. Matunda ya agano. Kuna mahali agano la Bwana lilitimizwa, aidha walitimiza wao wenyewe, ama kuna watu huko nyuma walitimiza agano la Bwana. Halo, na hilo agano, Bwana asifiwe, matunda ya hiyo agano wanalikula. Na pia kuna watu katika haya maisha, siwadanganyi, matunda ya agano mbovu. Maana kila agano lina matunda yake, kila agano lina ishara yake, kila agano lina sheria yake, lina matunda yake, lina kitu ambacho lazima kifuatiliwe. Kwa hivyo kuna watu ambao wamenawiri kwa sababu ya matunda ya agano. Kuna watu wameumia, wameisha kwa sababu ya matunda ya agano. Kwa hivyo, lakini acha niwaambie, kile kinajalisha ni agano lenyewe. Maana pasipo agano, hayo matunda ni null and void, yanaweza yakapigwa na yakaondoka. Haleluya. Kwa hivyo, haleluya, tusiangalie matunda ya agano, tulisahau agano lenyewe. Bwana asifiwe. Nitaendelea katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hata karama ni matunda ya agano. Karama za Roho Mtakatifu ni matunda ya agano. Agano gani? Wokovu. Vipawa ni matunda ya agano. Lakini kuna watu wameinua sana karama, wakasahau agano na Mungu. Bwana asifiwe. Watu wanakimbizana na matunda, wanasahau agano, imani, utiifu na neema ya Bwana katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Na wengi katika haya maisha wanakimbizana na isi ishara za karama, miujiza. Wengi wanakimbizana miujiza, wengi wanakimbizana na ishara, wengi wanakimbizana mambo mengi, na ndiposa wengi wamedanganywa. Wengi wamedanganywa kwa sababu ukimbizana na hizi vitu katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana Mungu. La muhimu ni agano. La muhimu ni sio seal, sio sign, si matunda ya agano. Muhimu weka agano. Weka nini? Agano. Yesu alisema, wengi siku ile watasema tulitabiri kwa jina lako. Atawaambia siwajui. Yesu anasema wengi watasema, Bwana, tulitoa mapepo kwa jina lako. Yesu atawaambia siwajui. Tulitabiri kwa jina lako. Yesu atawaambia siwajui. Maana walivunja nini? Agano. Twende sura ya 3.
sura ya 3 tasoma mstari wa kwanza, tutaendelea kuelezea. Basi Myahudi ana ziada gani na kutahiriwa kwafaa nini? Kwafaa sana kwa kila njia. Kwanza kwa kuwa wamekabidhiwa mawasia ya Mungu. Ni nini basi ikiwa baadhi yao hawakuamini? Je, kutoamini kwao kutobatili uaminifu wa Mungu? Asha, Mungu haonekane kuwa amini na kila mtu mwongo, kama ilivyoandikwa, hili ujulike kuwa una haki katika maneno yako, ukashinde uingiapo katika hukumu. Tunaingia sura ya 3. Sura ya 3 inaelezea kazi ya sheria. Kumbuka nimesema kitabu cha Warumi kinaelezea sheria na neema, inatofautisha sheria na neema na vile ambavyo tumeokolewa kwa neema. Mstari wa kwanza mpaka wa 3, sura ya 3 inauliza, nje kuna faida gani? What is the advantage ya kuwa Myahudi? Nasema kuna advantage gani ya kuwa Myahudi? Nisikie, ya kuwa nini? Ya kuwa nini? Usisahau hapo. What is the advantage ya kuwa Myahudi? Ama Myahudi ana nini? Inasema Myahudi ndiye ambaye alipewa sheria 10. Sheria za Musa zilipewa Myahudi. Wayahudi ndio ambao walipewa maagano, walipewa kila kitu. Lakini inasema hapana, hata kama walipewa, linasema ya kwamba kule kupewa kwao hakukuleta matunda ya haki kama vile ambavyo Mungu alivyotarajia. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawakuokoka, hawakumwamini Mungu katika jina la Yesu Kristo, hawakumwamini Mungu. Biblia inasema kama hawa Wayahudi walipewa sheria, walipewa kila kitu, tohara, kila kitu, hawakumwamini Mungu. Biblia inasema je, kutoamini kwao kutafanya imani ambayo Mungu ameachilia isiwe effective? Biblia inasema hapana kabisa, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Hakutafanya imani isifanye kazi, ama hakutafanya Mungu aonekane ni muongo. Ni wao walikataa, si Mungu. Kwa hivyo nisikie, ukikataa kutii Mungu haitafanya Mungu aonekane kuwa muongo. Mungu atabaki Mungu, na nawaambia Mungu atabaki kuwa Mungu. Mungu atabaki kuwa Mungu siku zote. Mungu atabaki kuwa Mungu na ahadi zake zitabaki kuwa kweli katika jina la Yesu. Mwanadamu aamini asiamini, Mungu atabaki kuwa Mungu. Mwanadamu aokoke asiokoke, Mungu atabaki kuwa Mungu. Maana hata kabla Mungu hajaumba mwanadamu alikuwa Mungu, alikuwa anaabudiwa na ataendelea kuabudiwa. Kwa hivyo kutoamini kwa mwanadamu akubadilishi Mungu, wala hakufanyi kile Mungu ameweka kisiwe na maana. Kwa hivyo kutoamini kwa Wayahudi hakubadilisha Mungu, wala hawana advantage yote kwa kuwa ni Wayahudi. Hawana advantage yote kuwa ni hivyo hivyo. Hauna advantage yoyote kuwa mshirika wa dhehebu, kuwa mshirika wa dini na wale ambao wa ulimwenguni, kama wewe si mtiifu wa neno la Bwana. Kwa hivyo usijivunie dhehebu, usijivunie kanisa, usijivunie dini. Kama wewe si mtiifu, kama una agano, si mweka agano, usijivunie katika jina la Yesu. Usijivunie unaimba kwaya. Haleluya. Usijivunie Ukristo kama wewe si mtiifu, una imani. Haleluya. Haina lolote, haisaidii lolote katika jina la Yesu. Sema amen. Bwana siku ile sema wanadamu wote wabaki wahongo, ila Mungu atabaki kuwa mkweli. Kwa hivyo kutuamini kwa Wayahudi hakubadilisha kitu, kubadilisha Mungu. Imani si hata kwamba ifanyi kazi kwa sababu hawakuamini. Kile kanuni za Bwana asitabadilika kwa sababu ya mwanadamu, na kile Mungu amesema akitabadilika kwa sababu ya mwanadamu. Nisikieni asubuhi ya leo, mchana wa leo na jioni ya leo. Unajua sisi wanadamu tumezoea kubadilisha nini? Katiba. Haleluya. Nchi zinabadilisha katiba, mataifa yanabadilisha katiba. Hii ya Kenya imebadilishwa sio mara ngapi? Sheria zinatungwa kila wakati. Haleluya. Tulipewa ya 2010,
tukaambiwa the most progressive constitution, the most progressive, the most wonderful. Lakini mpaka sasa wanasema ibadilishwe. Maana wanasema hallelujah, it's not fit. Hallelujah, hailingani na wao. Wanadamu wakibadilika wanataka katiba ibadilishwe. Narundia tena, wanadamu wakibadilika wanataka katiba ibadilishwe. Wanadamu wakiwa waovu wanataka katiba ibadilishwe ichae uovu ili kubaliane na wao. Sivyo alivyo Mungu. Binasema hata wote mkibadilika basi Mungu hatabadilika, atabaki mkweli. Kanuni za Bwana asitabadilika mwanadamu. Neno la Bwana alitabadilika. Binasema limethibitishwa juu mbinguni. Kwa hivyo wana wa Israeli walipokataa kuamini, walipokataa kutii sheria, Mungu aliachana nao. Maana Mungu abadiliki. Kwa hivyo Mungu hatabadilika ili abadilishe neno lake, abadilishe kanuni zake. Mungu ataachana na wewe na atafute mwingine. Kumbuka Yesu anasema, Yohana Mbatizaji anaambia wale watu wale wakinyamaza, Mungu ana uwezo wa kuinua mawe ya jangwani. Hata Mungu akaambia Musa, nitakuinulia mawe ya jangwani. Yesu akasema hata mawe yatamsifu wakinyamaza. Kwa hivyo Mungu hatabadilisha kanuni yake. Kwa hivyo tunaona Wayahudi hawana advantage yoyote, kwa kuwa walipewa sheria, walikataa kutii agano la Bwana, walikataa shauri la Bwana, walikataa. Na sisi tukikataa, hata kama tuko kanisani, nisikie, usiingiwe na kiburi katika jina la Yesu. Uone unafaa sana, kwa sababu unatoa unabii, kwa sababu unahubiri, kwa sababu unaponya, kwa sababu unafukuza mapepo, kwa sababu unaitwa apostle, kwa sababu unaitwa bishop, kwa sababu unaitwa elder. Usiingiwe na kiburi katika jina la Yesu Kristo. Ukivunja agano la Bwana, God will have nothing to do with you. Hallelujah. Utabaki na jina tu. Na wengi wamebaki na majina. Mimi nawaambia, wengi wamebaki na majina. Ni majina tu. Hallelujah. Hawana Mungu, hawana agano, hawana uwepo wa Mungu. Ni jina tu. Wamebaki na jina, wala Mungu hayuko pamoja nao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Biblia inatufundisha asubuhi ya leo utiifu na kuweka agano na Bwana. Si kuinua kile ambacho Mungu amekupatia kuliko Mungu. Nisikie, usiinue chochote Mungu amekupatia kama ishara ya kwamba Mungu hako pamoja nawe. Haleluya. Kutahiriwa ilikuwa ni ishara kwa Mungu na Abrahamu. Na wakati mwingi tunainua sana ishara ambazo Mungu anadhihirisha ako pamoja nasi, tunakimbizana nazo, tunasahau Mungu. Tunasahau nani? Mungu. Tunakimbizana na baraka, tunasahau Mungu. Tunakimbizana miujiza, tunasahau Mungu. Kwa hivyo nasema hawa Wayahudi hawana advantage yoyote at all. Na hata sisi at all. Tukimwacha Mungu atatuacha katika jina la Yesu. Kwa hivyo Mungu atabadilisha kanuni yake. Mungu hatabadilisha neno lake. Ni wewe katika jina la Yesu ukae kwa neno la Bwana. Neno la Bwana si katiba ya Kenya. Neno la Bwana si katiba ya Kenya. Kanuni za Bwana si katiba ya Kenya, ambayo wanadamu wakiwa waovu watakaibadilishwe iwafae. Hakuna siku Mungu atabadilisha neno lake ili likufae. Ukikataa, Mungu anakuacha, anaenda anainua mawe. Na ndio Yesu akaambia Wayahudi, sikie, makahaba, hali gani? Makahaba. Yesu alisema makahaba wataingia mbinguni, waacha Wayahudi. Wakule na Abrahamu, wakule na Isaka katika meza moja, waache Wayahudi. Kwa sababu gani? Makahaba watasikia neno, wataokoka katika jina la Yesu. Wachawi watasikia neno, wataokoka. Haleluya. Walevi watasikia neno, wataokoka. Na wanafiki kanisani wataenda jehanamu. Hakuna kitu kibaya kama kuwa munafiki. Afadhali kahaba, afadhali mchawi. Umesikia? Narundia tena, afadhali mchawi, afadhali kahaba, afadhali muisi kuliko munafiki kanisani. Hiyo ni ukweli wa mambo. Haleluya.
Afadhali kahaba anafanya ukahaba kule kwa Inange. Afadhali mchawi anaenda kule baharini, lakini ako kule nje. Afadhali mwizi anapiga watu ngeta, lakini ako kule nje. Anajua yeye hajaokoka, anajua yeye hajaokoka, kuliko yule ambaye ni kama Myahudi, anajivunia vitu ambavyo, anajivunia dhehebu, anajivunia dini, anajivunia jina, wala hana Mungu. Narundia tena, hata mkiniangalia vibaya ama muniangalie vizuri, afadhali kahaba, afadhali mchawi, afadhali mwizi, kuliko yule ambaye ako kanisani, lakini kila anajivunia ni jina alilopewa kanisani, ni jina alilopewa, ni cheo aliyopewa, ni kile anafanya, wala hana uhusiano na Mungu. Ameridhika, ametosheka, amejidanganya kwa jina, amejidanganya kwa kuitwa mchungaji, kwa kuitwa bishop, kwa kuitwa apostle, kwa kuitwa Mkristo, kwa kuitwa chalende, kwa kuitwa treasurer, kwa kuitwa majina ambayo wanapewa. Afadhali hasiyeokoka. Maana huyu anajua ni mwenye dhambi, kahaba anajua ni mwenye dhambi, mchawi anajua ni mwenye dhambi, mwizi anajua ni mwenye dhambi, anajua yeye hana uhusiano na Mungu. Na siku moja, kwa sababu anajua, anaweza akasikia, lakini kuna mwingine hataki kujua mambo ya uhusiano. Ndio Yesu akasema makahaba watatangulia katika ufalme wa Mungu, wachawi watatangulia, waabudu shetani watatangulia, lakini wanafiki jehanamu wataenda, katika jina la Yesu. Usiwe munafiki kanisani, katika jina la Yesu. Kuwa na uhusiano na Mungu, kuwa na uhusiano na Mungu, katika jina la Yesu. Kuwa na uhusiano na Mungu. Dini haitakupeleka mahali, jina halitakupeleka mahali, kila unafanya kanisani hakitakupeleka mahali. Kila wokovu na uhusiano wako na Yesu Kristo Bwana. Kwa hivyo Wayahudi walijivunia sheria ambayo wakutimiza, wakajivunia walipewa agano ambalo walikutimiza, wakajivunia tohara ambayo ikuwasaidia, katika jina la Yesu. Biblia inasema hivyo, hata kama walikataa, basi Mungu hatakuwa muongo. Mungu akageukia mataifa, na Yesu akasema, mkikataa nitainua mawe. Mimi nawaambia, kusudi la Bwana hakika litatimia. Kusudi la Bwana litatimia. Kusudi la Bwana litatimia. Kusudi la Bwana kanisa hili litatimia. Kusudi la Bwana na Kitengela hii litatimia. Litatimia katika jina la Yesu. Kile naomba kuwa na agano ili kusudi la Bwana litimie na wewe na sisi, katika jina la Yesu. Haleluya. Mungu asiende kutafuta mtu mwingine. Mungu asiende kuinua mtu mwingine, na wewe uko hapa. Mungu amezungumza kuhusu kanisa hili, amesema ni tajiri, amesema magari ya kubeba speaker ni Land Cruiser Maprando. Kwa nini isiwe gari yako? Kwa nini isiwe yako Wafula? Kelvin, kwa nini isiwe yako? Sema itakuwa yangu, katika jina la Yesu. Tunaendelea. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo mwanadamu amedanganyika sana, lakini Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Tunaendelea 5 mpaka 20. Inasema ya kwamba sheria ya Musa kwa wana wa Israeli haikuleta haki, haikuleta utakatifu. Sheria haikuleta haki, haikuleta utakatifu, haikuleta matunda ya kile Mungu alitaka. Kwa sababu gani? Nisikie. Sheria ya Musa, nipungieni mkono. Tunazungumzia sheria na neema. Sheria na sisi tumeokolewa kwa neema. Kwa nini sheria haikuweza kuokoa? Kwa nini usijivune kwa kazi za sheria? Kwa nini usijivune kwa kazi unazozitenda? Kwa nini usijivune kwa jina ulilopewa? Haleluya. Biblia inasema sheria ni ufahamu wa dhambi. Sheria ilifanya mtu akajua dhambi ni nini. Haleluya. Sheria, mtu alipoambiwa usiibe, sheria ndiyo ilifanya mtu akajua kuiba ni dhambi, usindanganye, kudanganya ni dhambi. Kwa hivyo sheria ilifanya mwanadamu akajua dhambi ni nini. Na Biblia inasema sheria ilikuja ili dhambi ijulikane kama
dhambi. Haleluya. Kwa hivyo kujua sheria si mbaya Simon. Kufahamu sheria sio mbaya. Kusoma Torati si mbaya. Usiseme mimi nimeokolewa kwa neema, sitasoma Torati. Soma Torati katika jina la Yesu. Soma Torati, soma Biblia yote. Maana utaelewa dhambi ni nini. Utaelewa neema imekufanyia nini. Usipojua dhambi, hautajua neema imekufanyia nini. Usipojua dhambi, utachezea neema. Maana sheria inasaidia mwanadamu kujua dhambi. Kwa hivyo sheria ilifanya wana wa Israeli wakajua dhambi. Sheria inasaidia mwanadamu kujua dhambi. Bwana asifiwe. Haleluya. Na kwa hivyo tukijua dhambi, tutajua neema imetufanyia nini. Sheria ilisaidia mwanadamu kutofautisha hata kama dhamiri inawashundia, lakini sheria it makes it very very clear between evil and good. Sheria ili distinguish clearly, hallelujah, clearly what is evil, what is good, what is sinful, what is righteous. Kwa hivyo sheria, Bwana siku, sheria ni kujua dhambi. Lakini sikieni, ufahamu, knowledge. Hallelujah. Nini? Knowledge. Unaona hawa wasomi wanabandilisha masomo ya 844 na CBE. Inaitwa CBC ama CBE, whatever, CBC ama CBE. Wanasema 844 inapatia watu knowledge. It's all about knowledge. Wanasema 844 is all about knowledge, ni kuwa na ufahamu. Lakini wanasema CBC ama CBE is application of the knowledge ambayo mtu aliyo nao, talanta na karama ambazo mtu alizo nazo. Umesikia? Wanasema 844 is acquiring knowledge. CBE is about the application of the knowledge and the talent. Kwa hivyo sheria, it was knowledge about sin. Hallelujah. Umesikia? Lakini hii knowledge haikuwasaidia. Walijua dhambi ni nini na wakaambiwa epukana na dhambi hivi na hivi, lakini haikuwasaidia. Binasema haikuwasaidia. Mstari wa 21 binasema kwa sababu haikuwasaidia na haisaidii mpaka wa leo, kazi sheria asiwezi saidia. Binasema Mungu akaja na redemi ambayo ni imani. Na binasema sheria na manabii yalielekeza imani ambayo inakuja kupitia wokovu na neema inayokuja kupitia imani kwake Yesu Kristo Bwana, katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Umepata sheria ya Musa. Nazungumzia sheria ya Musa ili tuelewe. Ujua siku moja nipungie mkono. Lipokuwa kijana, nipungieni mkono. Ujua kwa sababu ya kutojua na kwa sababu ya ufahamu, ndio watu wanadanganywa, wanajiunga na madhehebu ya uongo. This cultic, zinaitwaje? Cults, hii madhehebu ya uongo ya kundanganya. Kina Shakaola, nikiwa shule, nikiwa high school, karibu niingie Sabato. Sisemi Sabato ni mbaya, maana kuna watu wa Sabato wameokoka na wanaenda mbinguni. Kuna watu wa Sabato wameokoka na wanaenda. Lakini karibu niingie Sabato, maana kulikuwa na mwanafunzi, he was very serious, alikuwa na binti kama watu wa Jehovah Witness. Sisemi watu wa Jehovah Witness waendi mbinguni. Kile kinapeleka watu mbinguni kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi, wala si dhehebu iwaye yoyote ile. Hakuna dhehebu inapeleka watu wapi? Mbinguni.
Kile kinapeleka watu mbinguni tuna katika Biblia sasa hivi ni kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Hiyo ndio inakupeleka mbinguni, sio dhehebu wala dini. Ni kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako na kumfuata na kumtii. Hiyo ndio inapeleka watu mbinguni, hiyo ndio inaokoa, si dhehebu, si dini. Kwa hivyo karibu niingie kwa hilo dhehebu. Maana alinihubiria, alinifundisha ya kwamba nisiposhika sheria 10 basi kuisha mimi. Na akaniambia nisipoheshimu Sabato, na akaniambia yeyote asiye heshimu Sabato huyo ni mwabudu shetani. Huyo ana alama ya 666. Na kuna vitabu vimeandikwa na wazungu. Lakini Mungu alinisaidia. Lakini baadaye nilikuja kusoma Biblia inasemaje kuhusu Sabato. Biblia inasema anayetukuza Sabato anatukuza kwa sababu ya Bwana. Kama anatukuza kwa sababu ya Bwana ni sawa sawa, kwa sababu ya Yesu Kristo ni sawa sawa. Lakini kama anaitukuza nje ya Yesu Kristo, he is in error. Bila sema anainua siku, anainua Jumapili, anainua Jumatatu, anainua Jumanne kwa sababu ya Bwana, hiyo inaruhusiwa. Kwa hivyo siku ya kuabudu ni gani? Ni kila siku. Nisikieni, siku ya kuabudu ni kila siku. Hakuna siku tangu Yesu aende msalabani ambayo mwanadamu ataabudu na Mungu amwambie leo sio siku ya kuabudu. Hata Jumapili sio siku ya kuabudu. Haleluya. Jumapili sio siku speciali. Umesikia? Jumapili sio siku speciali, ni siku kama nyingine. Ni wanadamu waliweka Jumapili watu waabudiwe, lakini Biblia inasema kama imewekwa kwa ajili ya Yesu Kristo ni sawa sawa. Kwa hivyo tunaweza kuja hapa tukaabudu Jumanne, tukaabudu Jumatano, tukaabudu Alhamisi, tukaabudu Jumaa, tukaabudu Jumamosi, tukaabudu Jumatatu. Kila siku ni siku ya kuabudu Mungu. Tunaye Roho Mtakatifu 24/7. Haleluya. Kila siku ni siku ya kuabudu Bwana, hakuna siku special. Kwa hivyo kwa sababu ya kutojua, karibu nipotozwe. Na wengi wanapotozwa katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa wanaambiwa hii sheria 10, sheria ya Musa. Na watu wanapotea. Mimi nilipatana mama hapa. Nipungieni mkono. Watu wanapotea. Nilipatana mama hapa. Akaja akiwa anashinda, biashara imeisha, kila kitu kimeisha, amechanganyikiwa. Nikamuombea. Nilipomuombea akaanza kulia. Namuombea mama, analia. Namuuliza ni nani? Wewe nani? Mimi ni kondoo. Ai. Nikashangaa. Mimi nawaambia ukweli. Mimi nimeona mambo katika kuombea watu. Nimeona mambo, nimesikia mambo. Unaombea mama, pepo inalia kondoo. Na ni mama tena na mbesi. Vipi? Kondoo umetoka wapi? Mimi ni pepo, nimekuja kwa sura ya kondoo. Nimemaliza huyu mama. Pepo ilipoenda nikamuuliza, mama, ilikuwaje wewe ukashikwa na pepo kondoo mpaka umekuwa pumbavu? Amepea nabii mali yake yote. Imagine, mali amepea nabii, kila kitu amepea nabii mwanamke hapa Nairobi. Mama alikuwa tajiri, amepeana kila kitu. Amekuwa masikini, afikirii, hana akili. Kamuuliza ilikuwaje? Akaniambia nilikuwa kanisa fulani kule Nairobi, sehemu Sakamolo, sitaitaja. Mama mashuhuri anajiita nabii. Kasema tuna ibada tofauti tofauti kila sana. Kasema sasa hii ilikuwa siku ya kuoshwa na damu ya mwanakondoo. Ya kuoshwa na damu ya kasema hiyo Sunday kondoo wakachinjwa. Damu ikawekwa kwa beseni. Kila mtu aoge mikono na damu ya mwanakondoo. Wanaambiwa wakioga mkono na damu ya mwanakondoo dhambi zimesamehewa. Hivyo ndivyo alipagawa na pepo ya kondoo. Akaja mwingine hapa, mimi nimeona mama, nikamuombea. Nikiwa namuombea anafanya hivi, kuku anafanya hivi. Ai, nikashangaa. Ndege ametoka wapi?
Kamuuliza vipi? Akaniambia walikuwa na ibada ya kuku. Haleluya. Ibada ya kuku. Yesu, hii ilitoka wapi ya kuku? Wakalisho nyama za kuku na damu za kuku ni ibada. Akapagwa na pepo la kuku. Sasa atulii, anafikiri. Haleluya. Hizi ni sheria, ni vitu ambavyo vinawekwa na wanadamu. Asiokoi katika jina la Yesu. Asiokoi. Haleluya. Kwa hivyo Mungu akaleta njia ya kuokoa mwanadamu ambayo ni imani kupitia Yesu Kristo Bwana. Maana Biblia inasema hakuna ambaye angetimiza sheria. Na Biblia inasema wote wanadamu wametenda dhambi, wamepungukiwa na utukufu. Nisikieni. Waliopewa sheria Wayahudi hawakutimiza sheria, walivunja sheria, wakatenda dhambi, wakapungukiwa na utukufu. Biblia inasema aliyetenda dhambi kwa sheria hiyo amevunja sheria. Alitenda dhambi pasipo sheria, hivyo ataangamia. Wale ambao hawakuwa na sheria, dhamiri zilizo wa hukumu, wakakataa kutii dhamiri, wakatenda maovu. Kwa hivyo kila mwanadamu akawa ameanguka na ametenda dhambi na amepungukiwa na utukufu wa Bwana. Na Biblia inasema avunjaye sheria, haleluya, mshahara wa kuvunja sheria, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo kila mwanadamu alistahili hafe. Lakini Mungu kwa rehema na huruma zake, hapa ndipo neema inakujia. Tafadhali elewa, tafadhali pata katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Hapa ndipo neema inakujia. Hapa ndipo, Bwana asifiwe, neema inakujia. Yesu Kristo Bwana akaja kama mwanadamu. Kama nani? Mwanadamu akiwa Mungu. Haleluya. Ili neema pale, Biblia inasema Yesu hakuja kuvunja sheria ya Musa. Maana mambo mengi Yesu alitenda, alipambana na Wayahudi, Wayahudi wakimwambia amevunja sheria. Lakini Biblia inasema Yesu hakuja kuvunja sheria, bali alikuja kutimiza nini? Sheria. Alikuja kutimiza nini? Sheria. Na wote ambao wanaomwamini Yesu Kristo Bwana kama Bwana na Mwokozi wao wametimiza sheria yote. Hakuna hata moja wamevunja. Maana Yesu alitimiza sheria yote. Na kwa neema ya Bwana kupitia Roho Mtakatifu tunatimiza nini? Sheria yote. Ya Musa na ya Mungu. Kwa hivyo ukimwamini Yesu Kristo Bwana umetimiza sheria yote, umetimiza maagano yote, the 10 commandments, the law of Moses. Ukimwamini Yesu Kristo Bwana umetimiza sheria yote. Kwa hivyo haina haja kwa kuangalia nimetimiza hii sijatimiza hii. Mwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wako kikamilifu. Tii. Haleluya. Fuata Roho Mtakatifu. Hata yale usiyoyajua, Roho wa Bwana atakusaidia katika jina la Yesu. Tusimameni katika uwepo wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Tutaendelea na ibada ya pili, itakuwa yenye baraka kweli kweli katika jina la Yesu Kristo. Itakuwa yenye baraka kweli kweli. Hata kama uko hapa unaweza kuja ibada ya pili. Hii topic ni muhimu tuelewe. Hata yumbishwa na imani yetu itakuwa imara. Tunueni mikono yetu, tutaendelea katika ibada ya pili. Bwana wetu Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi, ni asante Bwana kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante Bwana katika jina la Yesu kwa ajili ya ibada ya asubuhi ya watu walio mahali hapa, wale wako online, wale ambao Bwana wanatusikiza kule nje, katika jina la Yesu. Baba, naomba neno lako, kusudi lako la siku ya leo litimie kwetu, litimie mahali hapa, litimie kwao. Wokovu wako huche Bwana, wokovu wako huche Bwana katika jina la Yesu na damu takatifu yake Yesu mwana Mungu. Ni asante Bwana, ni asante Mwokozi katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya sadaka na fungu za 10 ambazo Bwana tutazitoa mahali hapa, zimebarikiwa nawe katika jina la Yesu. Tumeomba na tumeamini, tuseme amen.
Mungu abariki sana katika jina la Yesu. Tutoeni sadaka zetu na fungu za 10 katika jina la Yesu. Nilisema leo tunakuja na sadaka ya shukrani. Kama utakuwa ibada ya pili unaweza ikatoa, lakini nakusii kama kuna mahali unakimbia kuwa katika ibada ya pili, nitakuwa nafundisha kwa nini tushukuru Bwana kila wakati. Tuko tunaangalia hata kama ulikuwa tunajifundisha kitabu cha Warumi, tuko tunaangalia